uko vyema pale popote ulipo, mpendwa msikilizaji. Karibu kwenye muktasari la dawati la wingu mida ya saa mbili. Jina langu Brian Kipngeno. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen pamoja na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja wametoa pongezi kwa maafisa wa polisi walioko nchini Haiti kwa jitihada zao za kudumisha amani. Akizungumza kuhusu tukio hilo, waziri Murkomen amesema kuwa kikosi hicho kilikuwa chini ya jukumu la Umoja wa Kimataifa la kushirikisha vikosi vyake katika kudumisha amani katika maeneo yenye ghasia. Maafisa 230 wa polisi waliwasili nchini Kenya juzi baada ya kumaliza huduma yao nchini Haiti, wakiwa na rekodi ya kuhakikisha kuwa amani na utulivu katika eneo hilo limetokea. Na msikilizaji, kwingineko ni kuwa taifa ya Kenya kwa ujumla wanapojiandaa kwa ajili ya pilikapilika za sherehe za Krismasi na mwaka mpya, watumizi wote wa barabara wametakiwa wawe waangalifu wanapokuwa barabarani ili kudhibiti na kupunguza visa vya ajali barabarani katika msimu huu wa sherehe. Askofu mkuu katika kanisa la Katoliki jimbo la Kitui, Joseph Mungila, amewataka wote kushirikiana katika jitihada za kudhibiti na kupunguza visa vya ajali barabarani, akiwataka madereva kuzingatia sheria barabarani kama njia moja ya kupunguza visa vya ajali barabarani. Askofu Mongela pia amesifia mchango wa vitengo vya usalama na maafisa wa trafiki barabarani na mchango wao wa kudhibiti visa vya ajali barabarani, akisisitiza kuwa ni kwa ushirikiano tu taifa litaweza kuhakikisha usafiri wote katika msimu huu wa usalama wao wanaposafiri. Krismasi imekaribia na kama kawaida tunauliza wale ambao wanaendesha barabarani, wale magari na sio tu wale ambao ni madriver, hata pia wale ambao wanaabiri haya magari, tuwe macho, tuweze kuambia madereva kanaenda kazi, wagazi wanaleta fujo kwa barabara. Mimi mwenyewe nimepita na unaona vile watu wanataka kuwapatia kila mtu aende, tumekwama hapo kwa kukosa nchi kuweka na heshima ya barabara. Hayo tuangalie tu makini, tuombee utaratibu tuweze kupata sikukuu ya Krismasi, mwaka mpya, tuondoe ulezi. Polisi wamefanya kazi nzuri sana. Maafisa wa kliniki wametishia kufanya mgomo iwapo wizara ya afya itatekeleza mkataba wao wa maelewano uliotiwa saini miezi mitatu iliyopita. Wakiandamana hadi kwenye ofisi ya wizara ya afya jijini Nairobi, maafisa hao wamesema kuwa waziri Aden Duale amepuuzilia mbali matakwa yao licha ya kuwepo na makubaliano kati ya serikali na chama cha wahudumu wa afya wa KUSO. Wahudumu hao sasa wanailaumu wizara hiyo kwa kukosa kutambua mchango wao katika sekta ya afya, huku wakiapa kuendeleza maandamano yao mpaka wakati serikali itakaposikiliza kilio chao na kutaka kupewa mkataba wa kudumu miongoni mwa matakwa mengine. The negotiations for the CBA, it has been printed. It is only awaiting signatures for the last 3 months. And the reason as to why we feel that we have been discriminated as clinical officers and that this ministry does not appreciate us is because on 2 occasions we have been invited for the signing ceremony in this ministry. When the CS is there, the PSs, and we have stayed the whole day. We are one country. The CBA that have been agreed in the ministry will not be changed at any level. It is our position that they need to adopt what we have already agreed here and then finalize the CBA. And therefore we believe the 14 days that are remaining to our strike that is set to begin on the 23rd of December can be avoided if at all we have a caring government and a listening government. Na msikilizaji, kwa sasa tunaelekea katika taarifa za kimataifa. Naam, kwa sasa msikilizaji, ni kuwa katika taifa la Kongo ni kuwa katika taifa hilo la Kongo ni kwa vikosi vya kiusalama wanazidi kupigana na wanamgambo wa M23 katika kusini mashariki mwa taifa hilo, ambapo vita umezidi kwa sasa zaidi ya siku mbili baada ya vikosi vya kiusalama kuweza kulidhibiti mji katika eneo hilo katika vita ambapo imekuwa ikiendelea. Hili tu limetokea baada ya mkataba wa amani kusainiwa
kati ya taifa la Kongo na pamoja na taifa la Rwanda. Mambo hayo yamekuwa katika masaa 13 yaliyopita. Waasi wa M23 wachukua udhibiti wa mji wa Uvira. Kumeripotiwa mapigano makali na milipuko ya mabomu jana usiku kabla ya waasi wa M23 kufanikiwa hatimaye kuingia na kuchukua udhibiti wa mji wa kimkakati wa mashariki mwa DRC Uvira, na kusababisha hali ya hofu iliyopeleka maelfu ya raia Kongo kukimbilia katika jiji jirani ya Burundi. Hata hivyo, baadhi ya mashuhuda wamesema kuwa mapigano hayo yalikuwa yakiendelea katika baadhi ya maeneo ya mji huo. Kulingana na vyanzo mbalimbali vya kiusalama na kijeshi, wanamgambo hao waliingia Uvira wakitokea eneo la kaskazini, huku Marekani na mataifa kadhaa ya Ulaya yakiwahimiza waasi wa M23 kusimamisha mara moja mashambulizi haya na kuitaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake kutoka eneo hilo la mashariki mwa DRC lenye utajiri mkubwa wa madini. Wakati M23 ikichukua udhibiti wa ngome kubwa ya mwisho katika jimbo la Kivu Kaskazini, wanajeshi wengi wa Kongo walichanganyika miongoni mwa raia waliokimbilia Burundi. Nchi iliyoko imewatuma wanajeshi wake kusaidia DRC kupambana na Rwanda. Chanzo kimoja ya serikali ya Burundi kimeliambia shirika la wanahabari kwa sharti la kutotajwa jina kwamba katika kipindi cha siku 2 zilizopita kimeorodesha zaidi ya watu 8,000 wanaowasili kila siku kutoka Kongo, na kwamba serikali haina uwezo wa kuhudumia iwe na chakula au huduma za matibabu. Shirika la kimataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR imesema katika kipindi cha wiki moja pekee watu takriban 30,000 wameingia nchini Burundi, huku Umoja wa Kimataifa ukisema mapema wiki hii kuwa watu 200,000 wamekimbia makazi yao mashariki mwa Kongo. Kwa sasa, msikilizaji, nimefika kikomo katika muktasari la dawati la Wingu saa 2. Jina langu Brian Kibngeno.